Ukizungumzia timu ambazo zina safu bora ya ushambuliaji huwezi kuacha Al Ahly, Mamelodi Sundowns, lakini Pyramid ya kule nchini Misri. Lakini ukizungumzia timu ambazo zina safu ya ulinzi bora huwezi kuacha kutaja Young Africans ambayo tumeangalia safu yake ya ulinzi yote ilikuwa pale mchuano ya AFCON na ilikuwa inacheza isipokuwa beki namba 2 tu. Ukizungumzia Ibrahim Ahmad Baka alikuwepo, tunamzungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwepo, Dickson Jobo alikuwepo, lakini pia Mohamed Hussein. Ukizungumzia safu hiyo kuna namna inakwenda kuwasaidia Young Africans katika mchezo huu dhidi ya Al Ahly ambayo ilishinda mechi yake ya kwanza kwa mabao mengi. Kwanza kwenye mchezo huu Dar es Salaam Young Africans wanaingia kama mtu wa pili kiwanjani. Sitarajii kama Dar es Salaam Young Africans watakwenda kufunguka zaidi mapema wakati mchezo umeanza. Watatulia chini kusubiri kuzuia mashambulizi na kwenda kushambulia kwa kushtukiza kwa sababu wapo ugenini. Kama walivyocheza kwenye mchezo uliopita dhidi ya JS Kabylie. Walikuwa na mpango mzuri sana. Walikuwa wakipata mipira, wakipoka kwenye eneo la katikati. Mpira hizo utapigwa kwa Pacome ama kwa Celestine Ekwa na wanakwenda kushambulia kwa kasi. Isipokuwa tu ni umakini ulipungua kwenye mchezo huu. Tushuhudia moja ya nafasi ambayo alipata Celestine Ekwa. Watu wakiwa wameshasimama kwenye viti na kuona kwamba ni nafasi ambayo angeweza kuikonvert kwa bao, lakini alikwenda kupiga shuti ambalo lilikuwa halina nguvu na kuweza kupoteza nafasi ile. Kitu kama kile mwalimu akitazama kwenye mchezo ule uliopita dhidi ya JS Kabylie, anaweza akawa ameufanyia kazi kwamba tunakwenda kwenye mchezo huu wa ugenini. Nini tukifanya kwa safu ya ushambuliaji ili kuweza kutengeneza mlinganyo mzuri wa kuweza kulinda lakini kupata matokeo mazuri. Young Africans kwa sasa wameongeza baadhi ya wachezaji kadhaa. Hasa katika eneo la kiungo na mtu kama Mohamed Damaro Kamara ambaye ni kiungo ambaye ana uwezo wa kuichezesha timu vizuri kutokea chini. Lakini pia hata eneo la juu wameongeza mtu kama Alan Okello ambaye tunafahamu uwezo wake wa kucheza. Ameshaonyesha katika mchezo wa kwanza tu kwamba yeye ni mchezaji wa namna gani. Anatumia mguu wa kushoto, anaweza kucheza maeneo yote mawili. Upande wa kulia na kushoto anaweza akacheza na akakupa kitu kile kile. Kwa hivyo ni mwalimu kuweza kutune wachezaji wake wa eneo la ushambuliaji na kuwatengeneza kwamba tunatakiwa kutumia kila nafasi tunayoipata kwa sababu tunahitaji alama za mchezo huu.